Global TV na Jembe Sports ni kuelekea fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo wa mkondo wa pili ambao unatarajiwa kupigwa kesho siku ya Jumapili kwenye dimba la New Aman Complex hapa Zanzibar. Na timu ya Global TV, timu ya Jembe Sports imekwisha kufika Zanzibar kwa ajili ya update za matukio yote mwanzo mpaka mwisho wa fainali hiyo. Lakini ingekuwa ajabu sana kama tusingepata nafasi ya kuzungumza na Saleh Jembe, mzee wa facts. Unaweza ukampa majina mengi kabisa, lakini mchambuzi wa masuala ya michezo na hodhi nafasi mbalimbali pia nyingine ambazo yeye mwenyewe hapendi watu wazifahamu. Lakini tupo hapa kwa ajili ya kupata nasaha zake na mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kutokea siku ya kesho, lakini mengi ambayo yanaendelea katika masuala ya kimichezo. Saleh, inakuaje? Safi kabisa. Mambo vipi? Kwema bwana, umepoa kweli kweli. Bwana, umepoa kwa sababu kupoa kuna raha yake. Kujichechetua ni matatizo. Bwana, maneno yalikuwa mengi, lakini finali ni Zanzibar New Aman Complex. Na umeionaje lakini finali hii, maandalizi kwa ujumla wake mara baada ya kufika hapa New Aman Complex, kwa sababu nadhani pia umefika mapema kidogo? Jana nienda kutembelea Amani, nimeona maandalizi yanaenda vizuri na naona kila kitu kiko safi, na nimeona serikali ya Zanzibar imechukua hili jukumu kama sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo naona kabisa maandalizi yanakwenda vizuri na naamini kila kitu kitakuwa tayari kwa wakati kwa ajili ya mchezo huu mkubwa wa finali ambao unakuja kuchezwa Zanzibar, na nafikiri ndio finali kubwa zaidi kuchezwa kwenye uwanja wa Amani na kuchezwa hapa Zanzibar. Ni finali kubwa Amani, lakini Zanzibar. Technically sasa tuende kwenye masuala ya kiufundi. Tutarajie mchezo wa aina gani mara baada ya kuona taswira ya mchezo wa kwanza kule uwanja wa Manispaa ya Berkane, Morocco? Kwanza tuamini utakuwa ni mchezo mgumu. Mchezo ambao unakutanisha timu mbili zenye kaliba tofauti sana. Kwa maana ya timu moja ikiwa ni timu yenye wachezaji wengi waliokusanywa wenye uwezo, wachezaji ambao wamepatikana niseme kwa ile maso kubwa ya kifedha, wamejumlishwa pamoja na wana kila aina ya muonekano tofauti, kwa sababu ni mabingwa wa Morocco wakiwa na mechi nyingi mkononi. Lakini pia ni timu ambayo wameingia finali hizi mfululizo mara nyingi katika kipindi hiki kifupi cha miaka 5, 6, 7. Lakini wana kocha ambaye pia amekwenda finali na ameshinda pia akiwa na timu tofauti, lakini na timu yao pia. Kwa hiyo ni timu ambayo utasema kabisa kwamba unapozungumza kwenye soka la Afrika unayazungumzia kaskazini kama the best part ya soka la Afrika, na sasa hivi inaonekana ushindani mkubwa huko Morocco pia. Na moja ya timu za Morocco, ukiangalia timu kubwa za Morocco ki record na historia huwa ni Wydad Casablanca pamoja na Raja Casablanca. Lakini kidogo utakuja labda Rabat wale na kadhalika. Lakini hawa ambao wanatoka nje ya ile miji mikubwa wanaonekana kuchukua ule utawala, na sasa wanataka utawala wa Afrika. Kwa hiyo si timu nyepesi, na tumeona jinsi walivyocheza na Simba wakiwa kwao. Wamekuja sasa nyumbani kwetu, wanakutana na timu ambayo kwanza ilikuwa haijatarajiwa kufika finali. Ni timu ambayo ina wachezaji wachache sana wazoefu katika michuano hii. Ni wachezaji wachache sana ambao nafikiri hata walikuwa na ndoto ya kufika kucheza finali ya Afrika kwenye age yao. Lakini leo wamefika na wanacheza, na bahati mbaya kwa wanakutana na timu bora. Sasa mtihani wao ni kwamba kama wataonyesha ubora wa kuweza kupambana na Berkane na kuishinda, maana yake naamini kabisa watakuwa wameingia kwenye dunia nyingine ya soko kwao, ya soko kwa Simba, kutangaza ukubwa wa Simba. Na sasa kesho ndio itakuwa nafasi yao. Raha zaidi ni kwamba football ni mchezo ambao hauwezi ukachezwa chumbani. Ukiwa unacheza chumbani usio football, wewe itafutie jina jingine. Lakini football inachezwa hadharani na watu wanaona. So ni kazi kwao kuprove hadharani. Na football ilivyo, kama utashindwa kufanya vizuri kwenye misingi yake, hata ukiwa kwenu unaweza ukaadhibiwa pia. Simba wanakutana na timu ambayo kwenye record za CAF Confederation Cup msimu huu, chana hiyo msimu mingine, msimu huu ndio timu bora zaidi kwenye kulinda, ndio timu bora zaidi kwenye kufunga. Kwa hiyo sasa wana kazi ya kuvuka hicho kigingi au huo mtihani mkubwa na kulibeba kombe wakiwa nyuma kwa mabao mawili. Tuwe fair kwamba kuishinda Berkane na kubeba kombe kunahitaji maandalizi bora,
utayari na usahihi, kwa maana kwa target ambayo iko sahihi. Sasa kama watakuwa nje ya hiyo, maana yake nafasi itakuwa haina, kwa sababu Berkane kwa ubora wao wa ulinzi wanaweza wakazuia wasifungwe bao mbili, lakini kwa ubora wao wa kucheza kama timu wanaweza wakafanya vizuri, wakashinda, wakaongeza bao moja au mawili, ambapo inakuwa ni mlima mkubwa kwa Simba. Kwa hiyo ni mechi ambayo watu wanapaswa kukaa wakaiangalia kimpira zaidi na sio kishabiki. Sawa sawa. Simba wanauelekea mchezo huu akiwa nyuma kwa mabao 2-0, na mchezo wa kwanza kule Morocco hawakupata hata shot on target, lakini wanazungumza remontada, kwa maana ya kupindua matokeo. Unaona Simba wakiwa na nafasi ya kufanya hicho ambacho wanakiamini watakwenda kukifanya New Amaan Complex? Ipo nafasi, ipo, lakini inategemea approach yao itakuwaje. Ipo kwa sababu this is a football game, inatoa nafasi kwa kila mtu kulingana na alivyojipanga siku hiyo. Ipo kwa sababu Simba wameprove sehemu nyingi sana, na wamebakiza kuwa kwenye Confederation Cup kwamba wao ndio King of Africa kama watafanikiwa kuitoa au kuishinda timu ya Morocco. Kwa sababu kwa msimu huu kama unakumbuka, kwenye zoni ya kaskazini ambayo ni bora zaidi, Simba walianza na Libya. Walifanya vizuri, wanakwenda makundi baada ya kuitoa Ahli Tripoli, ambao kule kama unakumbuka ilikuwa sare, hapo wanakuja wanashinda kwa 3-1. Na walivyoingia makundi wakutana timu mbili tena za kaskazini, ambao walikuwa na Constantine pamoja na Sfaxien, ambao ni mabingwa mara nyingi zaidi wa Afrika. Ukiangalia kama utalinganisha mechi mbili zile za makundi, tungefanya kama zingekuwa ni za mtoano, kama tusipeke kwenye mtoano. Ugenini Simba walifungwa 2-1 na Constantine, lakini hapa wakashinda 2-0. Wakiwa na Sfaxien hapa walishinda 2-1, kule wakashinda 1-0. Kwa maana yake wao ni wababe wa timu hizo za kaskazini. Kwenye hatua ya mtoano wakakutana na timu ya Egypt, wakafungwa kule 2-0, hapa wakaja wakapindua ikawa 2-2, wakaenda kwenye penalty wakavuka. Kwa hiyo kichukua ile zoni ya kaskazini, wameshinda dhidi ya timu ya Morocco, Algeria, Tunisia na Misri. Kwa timu pekee wamebakiza au kwa sema wamebakiza ni Morocco, ambao one of the best kwenye hiyo zone. Sasa wataishinda timu ya Morocco. Kama watachukua ubingwa dhidi ya timu ya Morocco, maana yake kwenye msimu huu Simba ndio watakuwa wababe wa kaskazini. Kwa maana yake ndio timu pekee, na hata ukiangalia tayari wameshatuheshimisha kwamba ukiangalia kwenye CAF Champions League na CAF Confederation Cup, timu zilizoingia ni za zoni 4. Ni za zoni 3. Ni zoni ya kaskazini, zoni ya kusini na zoni ya mashariki, ambayo Simba peke yake wametubeba, kwa sababu Mamelodi na Pyramids ni zoni ya kusini na kaskazini. Hawa Berkane ni zoni ya kaskazini pia. Afu Simba ndio ameingia kutuwakilisha sisi kwenye Eastern. Kwa hiyo tayari wameshatupa hiyo heshima ambayo tunapaswa pia kuwaheshimu, lakini wana kazi kubwa ya kupita dhidi ya timu nyingine bora kutoka zoni ya kaskazini. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ina mambo mengi sana, na wachezaji wa Simba licha ya kwamba nilikwambia ni wachezaji wengi wadogo, si wakomavu kwenye hii michuano ya kimataifa, lakini wametuprove kwingi kwamba wangeweza kufanya. Mimi ninaamini bado wana nafasi ya kufanya, lakini wanahitaji utulivu, wanahitaji ukomavu, wanahitaji kuamini kwamba hata hivyo wanapokwenda kucheza, unaweza ukashangaa Berkane wakaanza kutangulia tena. So wanauvuka vipi huu mlima? Wanafanya nini? Concentration yao iwe kubwa kwa maana ya kulinda, concentration yao kubwa kwenye finishing, kwa sababu ukiangalia Simba kutengeneza nafasi, especially wanapokuwa wanacheza nyumbani, sio issue. Unakumbuka wakati Simba imefuzu kwenda finali, watu walikuwa wanalalamika tunapelekwa Amani, hatuna bahati napo, lakini mimi nilikuwa nikisema Simba wamevuka kwenda finali kupitia Amani Stadium. Kwa ilikuwa hakuna haja pia ya kulia sana baada ya kuona imeshindikana. Sasa kama itakapachezwe hapa, Amani ni nyumbani kwa Simba, na ninaamini bado wana nafasi ya kufanya vizuri wakiwa hapa. Sawa. Tukiangalia magoli mawili ambayo Simba wameconcede ugenini, kwangu mimi kwa jicho langu naona yalikuwa ni magoli, unaweza kusema technical labda walizidiwa uwezo, lakini pia kuna namna ambavyo walikuwa kama wako switched off. Goli la kwanza la kichwa cha Mu ambaye alipaswa kuruka,
na Ngoma, wote hawakuwa kwenye position ya kuweza kuluka, kiasi kwamba goli linafungwa na Kamara. Goli la pili ni pasi kutoka kwa mlinda mlango Kamara kwenda kwa Kagoma, pasi ambayo inaonekana kama ilikuwa chonganishi. Kagoma anapoteza possession, Waarabu wanafunga goli la pili. Kuelekea katika mchezo huu, na unaweza ukazungumza zone wise, nini ambacho kikosi cha Simba kinapaswa kufanya kuanzia kwa mlinda mlango